Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Rais wa Marekani anasema anatarajia kumaliza mzozo nchini Iran haraka sana. Rais huyo wa Marekani mnamo Jumanne usiku alisema anatumai kumaliza mzozo wa Iran haraka sana, akiwa amekusanyika na kundi la wabunge wanaoshiriki pande mbili katika ikulu ya White House kwa tafrija kila mwaka ya bunge. Rais aliuambia umati wa wanachama wa Congress na familia zao, tutamaliza vita hivyo haraka sana. Wanataka kufanya makubaliano mabaya sana, wamechoka. Hii ingetokea kwa miaka 47, anasema rais huyo wa Marekani Donald Trump. Ameongeza kwamba mtu anapaswa kufanya kitu kuhusu hilo na itafanyika na itatokea haraka na mtaona bei ya mafuta ikishuka. Utawala wa rais wa Marekani Donald Trump umekuwa ukitaka kumalizika kwa vita kwa wiki kadhaa baada ya mazungumzo kwenda kombo na mzozo katika Ghuba kuendelea. Bado Trump anasema, nadhani tutamaliza haraka sana na hawatakuwa na silaha za nyuklia ya vita vya Iran, anasema rais huyo wa Marekani, ambaye harakati zake kwa sasa ni kuona vita hivyo vinamalizika haraka kama ambavyo anadai. Na tunatumai tutaifanya kazi kwa njia nzuri sana, rais huyo Marekani aliongeza. Maoni yake yamekuja saa chache baada ya baraza la Seneti kuwasilisha azimio la mamlaka ya kivita ambalo litamlazimisha Trump kuondoa wanajeshi wa Marekani waliotumwa dhidi ya Iran. Senator wa Republican Bill Cassidy, Randy Paul, Susan Collins na Lisa Murkowski wa Alaska wamepiga kura na wanademokrasia wakiidhinisha hatua hiyo. Kura hiyo iliadhimisha mara ya 4 tangu kuanza kwa vita, ambapo baraza la Seneti lilipiga kura ya hoja ya kuendeleza azimio la kumuamuru Trump kusitisha uhasama dhidi ya Iran. Lakini ilikuwa ni mara ya kwanza kwa hoja hiyo kuendelea. Pia ilikuwa mara ya pili mwaka huu kundi la maseneti wa Republican kuvuka njia kupiga kura na Democratic kutekeleza azimio la mamlaka ya vita kutoka kwa kamati ya mahakama ya Seneti. Paul alikuwepo huko katika ikulu ya White House pamoja na maseneta wengine, ikiwa ni pamoja na Katz pamoja na viongozi wengine kutoka upande wa Democratic ambao walihudhuria katika hafla hiyo. Lakini moja kati ya jambo kubwa ambalo wakati huu rais wa Marekani anaonekana kutaka kulifanya ni kusitisha mapigano dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Hata hivyo, inatajwa kwamba moja kati ya sababu kubwa ambazo zinamfanya rais huyo wa Marekani kusitisha vita ni pamoja na namna ambavyo hali ya kiuchumi katika nchi hiyo inavyozidi kuporomoka, kadhalika na uchumi wa ulimwengu ambao sasa unazidi kuporomoka kutokana na kukosekana kwa mafuta, ambapo mlango wa bahari wa Hormuz umefungwa na kwamba kumekuwa na upinzani mkubwa katika eneo hilo kati ya Marekani na Iran. Hata hivyo, kauli hii ya rais wa Marekani Donald Trump inatajwa kwamba ni kauli ya kishujaa mno ambayo inataka kurudisha ulimwengu katika amani, lakini pia ni wakati ambapo inatajwa bei ya mafuta imezidi kupungua baada ya Trump kusema Marekani itamaliza vita vya Iran haraka sana. Bei ya mafuta imepungua baada ya rais huyo wa Marekani kusema hatashambulia tena Iran na kwamba vita vinakaribia kuisha. Hata hivyo, ingawa wawekezaji wanaendelea kuwa na wasiwasi kuhusu matokeo ya mazungumzo ya amani, huku kukiwa na kuendelea kuvurugwa kwa usambazaji wa mashirika ya kati kutokana na mzozo huo, hatima ya mafuta yaliyosafishwa kwa Brent yameshuka kwa senti 45 au asilimia 0.4 hadi dola 110.83 kwa pipa. Na huku mustakabali wa Marekani katika maeneo kama vile West Texas umepungua kwa senti 27 ambayo ni sawa na dola 0.3, ambapo yanauzwa kwa sasa kwa galoni dola 103.88. Endelea kutufuatilia mtazamaji wa The World News, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri duniani.